Maafisa kilimo katika wilaya ya Mbinga wametakiwa kuacha kuwasumbua wakulima wanaosafirisha mazao chini ya tani moja kwa kuwataka walipe ushuru, badala yake watoe utaratibu utakaofuata ili wasilipe ushuru. Hayo imesemwa na mkuu wa wilaya ya Mbinga Kisare Makoli katika shule ya msingi Nyerere iliyopo wilaya ya Mbinga, halmashauri ya Mbinga mji, wakati wa ziara ya kukagua miradi mbalimbali iliyopo katika wilaya ya Mbinga, ambapo baadhi ya wananchi walijitokeza kwa ajili ya kutoa kero zao. Emmanuel Ndunguru ni mwananchi na mkulima wa mazao ya chakula, ameibua kero yake kwa mkuu wa wilaya juu ya kukamatwa katika mageti pale wanapokuwa na mizigo hiyo. Sikia kwamba mwenye hoja yoyote. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi nina hoja kuhusu swala la chakula. Nikiangalia mimi mwenyewe ni mkulima, ninalima hasa. Sasa changamoto inanikuta mimi kama ni mkulima, shamba langu lipo ng'ambo hapa Tanga kwenye usafirishaji. Tukiangalia kauli ya Mheshimiwa Rais ambaye awamu iliyopita, Mheshimiwa hayati Magufuli alisema hapa ni kazi tu. Lakini nikirudi tena, rais wa sasa Mama Samia Suluhu Hassan anasema kazi iendelee. Kwa maana hiyo anaendeleza kazi ile ya Magufuli. Kazi anaendeleza yeye. Sasa tumeiboresha. Ndiyo. Asante. Hasa kinachoniuma sasa kwa swala hili la mkulima, Mheshimiwa Magufuli alisema yule mkulima kama anasafirisha mazao yake kwenye pikipiki, kwenye geti anapita tu, yeye ushuru anachukua kwenye mafuta. Kama utakuwa na gari kama Land Rover ndoki hizo tunaita, unasafirisha gunia 8-9 kwenye kamba unapita tu. Sasa mimi kinachoniuma ni mkulima wa kawaida. Nimelima ndizi, mahindi, kufika kwenye kamba mtu amebeba ndizi mikungu 3, inavutwa kamba, inabidi alipe ushuru. Ndizi mikungu 3 alipe ushuru. Mtu amebeba gunia moja, mimi mwenyewe nimewahi kulipa mara nyingi, napita pale kwenye kamba. Gunia la maharage nimebeba, wananiambia gunia la maharage lina bei yake na mahindi bei yake. Gunia la maharage ni shilingi 3600. Gunia la mahindi ni 1500 kwa sasa. Ilikuwa 1000, sasa imepanda 1500. Sasa kinachoniuma mimi mkulima, ninanunua pembejeo dukani. Ninarudi. Pembejeo ile nikinunua dukani, kwa mfano kama jembe, mbolea, pale kwenye kamba mbona wavuti kamba? Ninapita tu naenda kulima. Nikisha kutoka na mahindi yangu na kuja nayo nyumbani nikale chakula, inavutwa kamba. Imekuwaje? Na wakati huo wenzangu watumishi mnafanya kazi, baada ya kupata mshahara mbona hamna kamba? Mimi mkulima nina kamba. Sio unyanyasaji huo? Na kama huyu mtumishi hana kamba, wakati wa mshahara wake pale benki anachukua hela yake hana kamba. Ndio kuna makato, najua kwamba kuna makato, serikali inamkata makubwa. Inamkata yule mkulima, yule mfanya kazi. Inamkata makato makubwa. Mimi mkulima naye ninateseka, ndio kipato kikubwa ambacho ninachoteseka mimi. Wengine kwa mfano kama nimenunua mbolea mifuko 5 nikalime kule shambani, tofauti na matarajio yangu ya chakula ninachopata kule shambani. Matarajio mifuko 5, kwa wastani mifuko 3 itoe gunia 15, ni kima kidogo sana. Sasa mifuko 3 nimenunua nikapata gunia 7. Kwenye njiani nateseka na mifuko, kamba, nikashone, usafirishaji. Nilaidhisha usafirishaji, nisafirisha tu gunia 7 hizi kwenye pikipiki. Njiani nasumbuliwa. Langu ndio lilikuwa tu hili. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaomba kama ni mkuu wa wilaya, najua kwamba umetumwa na rais, turekebishie kwanza hapo kwa wilaya. Hoja hiyo ilimlazimu mkuu wa wilaya kumtaka kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji Mbinga aliongozana naye katika ziara hiyo kumpigia simu afisa kilimo ili atoe ufafanuzi juu ya hoja hiyo, na hali ilikuwa hivi. Mazao alikovuna huko anatakiwa amesha alipo kwa mtendaji. Kuto kulipa kwake ndo kunamletea shida. Kwani huo yeye ameanza hizo biashara za ndizi sasa hivi? Vipi huyo bwana? Kama nikakuna na alipotea aliona. Wewe nani? Wewe afisa kilimo? Naam bosi. Habari yako bwana? Jamaa mkuu, shikamoo. Mbona unaongea kama uko baa? Hapana, tulikuwa kwenye kikao cha rasi hapa na mambo ya ESS ndo tumekimaliza. Kwa hiyo umekunywa wine asubuhi? Kinyo kabisa. Sasa
unajua wewe ni kiongozi sio? Yeah. Niko kwenye ziara. Mwananchi analalamika kwamba yeye anakuwa anasema serikali wakati wa utawala wa Magufuli awamu ya 5. Yeah. Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba ukiwa na mzigo ambao hauzidi tani 1. Yeah. Haupaswi kutoza ushuru kwenye mageti. Ni kweli. Uongo kweli? Ni kweli. Sawa Ni kweli kabisa. Mheshimiwa, kuna condition subiri kwanza bwana. Yeah. Ameingia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6. Hajabatilisha yale maelekezo ya rais mwenzake. Ameshawahi kuyabatilisha? Hayajabatilishwa. Kwa hiyo utaratibu wetu ni kwamba mtu akiwa na mzigo usiozidi tani 1 hapaswi kulipa ushuru. Sio? Ndio. Si ndio? Ndio. Lakini upo utaratibu ambao anatakiwa atumie ili asilipe huo ushuru wa chini ya tani 1, si ndio? Ni kweli kabisa. Na mtu anapouliza hivyo, wewe kwa nini unaanza kutufokea kwamba hii jambo umeshasema mara nyingi sana dadadada? Kwa nini? Hapana. Sasa mueleze, sikiliza. Sikiliza sasa, mueleze mwananchi huyu ambaye kwanza tukubaliane ni principle kwamba kitu ambacho mazao hayo, kwa sababu wewe umeanza kuraprapo hapa kwamba hata hiyo ni mazao anatakiwa alipe. Usiturapie bwana, sema mueleweshe mwananchi aelewe jambo. Unanifahamu? Nakuelewa. Ukisema umeshadisema mara kadhaa, so what? Kwa hiyo sasa yeye alikuwepo huko maeneo kuliko kuona yasema. Sawa kwa. Haya. Toa ufafanuzi. Hello, ya sasa. Wewe sema wanakusikiliza. Okay. Sasa utaratibu ulivyo wa serikali kwa mtu anayesafirisha mazao chini ya tani 1. Ndio. Ili asafirishe bila kuwa na malipo, mwananchi anapaswa kuwa na utambulisho wa eneo alikolima au alikovuna mazao yake. Utambulisho kwa maana kutoka au kwenye serikali ya kijiji yake, kwa maana ya mwenyekiti wa kijiji ama mtendaji wa kijiji. Kwamba hiki ni chakula na nimevuna kwenye eneo hili na naenda nacho mjini ambako familia yangu ipo. Ndio. Watampa notification ambayo kwenye geti lolote akipita, chakula kikiwa chini ya tani 1 atapita bure. Notification ni nini? Sijui kama atapewa karatasi tu ambayo itamtambulisha kama yeye ni mwananchi wa kawaida ametoka kijiji fulani na hiki ni chakula chake kiko chini ya tani 1 anakwenda nacho mjini. Ni hilo tu. Kwa hiyo mwananchi yoyote, kwa hiyo anapofika kwenye geti kama ana mkungu mmoja wa ndizi, ndio. Ana mikungu 2 ya ndizi, ndio. Ana chochote lakini haijafika tani 1, anachotakiwa kuwa nacho ni barua ya utambulisho kutoka ofisi ya serikali ya kijiji. Kwenye serikali ya kijiji ambako amevuna hayo mazao. Sasa hayo ndio mambo unayoambia wananchi waelewe, sio unarapu hapa. Samani mkuu, ya pesa alikuwa hajanieleza kwa sababu siku pia tumetoa ufafanuzi na yeye alikuwa kulijua atakuwa anaweza akatoa ufafanuzi. Lakini utaratibu ni huo kwa wananchi wetu wote wa Mbinga na nchi nzima, utaratibu ni huo kwa mazao ambayo yako chini ya tani 1. Unafikiri tunabishana kuhusu, unafikiri tunatazama tofauti kuhusu utaratibu? Issue ni kwamba hiyo ni dawati lako, lazima utoe elimu kila siku panapotokea kwamba kuna mtu yupo ambaye hajaelewa. Unaelewa Kiswahili? Sawa bosi, nimeelewa na nimekosea kutoa maelezo yale ya awali. Maana sasa wewe umeanza umevimba kweli kweli. Sasa sijui hicho kikao cha rasi wamekuchanganya Umemaliza lakini kikao mkuu. Umemaliza? Ndio. Sasa nani Ima? Umesikia anachosema afisa kilimo? Umemsikia vizuri? Sasa na sisi tusifanye kienyeji kwa sababu ili ufaidike na huo msamaha ambao serikali imetoa, kuna utaratibu wake. Ukiibuka tu hivi ndio sasa wanaona kwamba labda wewe unatumia tu hiyo kama kichochoro ujanja, sio? Unataka kusafirisha mikungu yako hiyo 2 mingapi? Actually mpaka tani 1 kama ulivyokuwa unasema. Sio mikungu 3 tu. Hiyo umebeba nyanya,
Hiyo umebeba vitunguu, huo umebeba carrot, huo umebeba ndizi, huo umebeba mahindi. Kama ni chini ya tani moja, pata tu utambulisho wa barua kwamba shamba lako umelima wapi na unatoka kijiji gani, unapeleka wapi, ili ukifika kwenye mageti wala usizungumze na mtu. Wewe muonyeshe tu karatasi. Lakini ilikuwa mwanzo ilikuwa hivyo kwa kipindi kile cha awamu. Sasa ili tusipoteze muda kwenye hilo, kwa sababu atufundishani historia hapa. Nikuulize tu hivi, umeshawahi kupita kwenye geti ukiwa na barua ya utambulisho kutoka kwenye serikali ya kijiji au ya mtaa? Subiri basi ili uelewe ninachouliza. Umeshawahi kupita kwenye geti ukiwa na barua ya serikali ya kijiji inayokutambulisha kwamba wewe ni fulani fulani, shamba lako liko sehemu fulani, una nyanya, una kitunguu, una carrot kiasi fulani, unapeleka sehemu fulani, wakakulazimisha kulipa ushuru kwenye geti? Umeshawahi kutokea? Basi inatokea wakati mwingine. Sasa mimi nimebeba mahindi kwa gunia moja. Jamani, nafikiri hilo limeeleweka. Serikali imeweka utaratibu wa kuwasamehe ushuru wa wakulima wanaosafirisha mazao chini ya tani moja. Nikiripoti kutoka Mbinga, mimi ni Grayson Kapinga, Jongo Media TV. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV.